Meli nyingi za kivita za Marekani zinaelekea Irani. Msafara huu unaojongea kwa kasi, nguvu, azma na ushupavu. Kwa kauli hii ya Rais wa Marekani Donald Trump, alianza onyo lake kali kwa Irani. Rais wa Marekani Donald Trump alionya Irani na kuitaka Irani ijisalimishe dhidi ya Marekani. Kauli hizi za Donald Trump zimeandikwa katika vyombo tofauti na maarufu vya kihabari, na hili ni onyo la wazi na kauli ya kutoka kwa rais huyu wa Marekani na uwezekano mkubwa wa shambulio la kijeshi dhidi ya Irani hivi karibuni. Iwapo jamhuri hiyo ya Kiislamu haitatii matakwa ya Marekani kutia saini makubaliano ya nyuklia ambayo Rais Trump ameyataja kuwa haki na usawa. Mazungumzo kuhusu shambulio la kijeshi la Marekani lililo karibu dhidi ya Irani yamezifanya nchi jirani na Irani, hususan UAE na Saudi Arabia kutangaza msimamo wake wa kukataa kutumia anga zao kutekeleza shambulizi hilo linalotarajiwa. Hatua hii ambayo inaongeza ugumu na gharama kwa operation yoyote ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Irani, lakini haitazuia, anasema David, Luteni Jenerali mstaafu wa jeshi la anga la Marekani, akizungumzia hatua ya Saudia na Emirates UAE kukataa kushirikiana na Marekani katika shambulio hilo. Kupitia mahojiano yake na gazeti la Wall Street, wataalamu wengi wa kijeshi wa Marekani walihojiwa na gazeti hilo wanakubaliana na maoni ya David Deptwell, lakini bado kuna maswali mengi kuhusu shambulio hilo yanabaki bila majibu, likiwemo swali kuu: shambulio hilo litakuja au litatokea wapi? Trump alitaja katika chapisho lake meli ya kubeba ndege za kivita ya Abraham Lincoln ambayo tayari ipo katika eneo la Mashariki ya Kati kwa sasa, na ambayo inaweza kutumia pamoja na mali nyingine za kivita zinazoisindikiza meli hiyo, hasa kwa kuwa ina makombora ya masafa marefu. Hata hivyo, kuna maeneo mengine yanayoweza kushiriki katika shambulio hilo la Marekani dhidi ya Irani. Gazeti hilo pia la Wall Street lilizungumzia uwezekano wa kutumia makundi ya ndege za kivita aina ya F-15E zilizopo nchini Jordan kutekeleza shambulio hilo. Jenerali mstaafu Joseph Votel katika kauli yake kwa gazeti hilo anaona kuwa kutokuwa na nia ya nchi jirani kujihusisha na shambulio dhidi ya Irani kutaifanya Marekani kulazimika kutumia meli za kubeba ndege kama Abraham Lincoln au kutumia zana za kijeshi za masafa marefu zinazotokea vituo kama Diego Garcia au eneo la Conus Marekani bara, neno linalojirejea majimbo 48 yanayopatikana Washington DC, bila kujumuisha Alaska, Hawaii na maeneo mengine ya Marekani yaliyo ng'ambo ya bahari.
Kituo cha kijeshi cha Diego Garcia kipo katika visiwa vya Chagos kwenye bahari ya Hindi, ambapo Uingereza iliikodisha Marekani mwaka 1966 kwa muda wa miaka 50. Kisha Uingereza ikaongeza muda wa ukodishaji katika miaka mengine 20 na muda huu uliongezwa mwaka 2016. Kituo hicho cha kijeshi cha Marekani kilizinduliwa kisiwani humo mwaka 1977 kikiwa na njia ya kurukia ndege yenye urefu wa mita 3600 pamoja na bandari ya kijeshi. Lakini tayari Irani ilitishia na imetishia mwezi Machi mwaka 2025 kukilenga kituo hicho iwapo itashambuliwa na Marekani. Marekani ilikuwa tayari imetekeleza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Irani mwezi Juni uliopita, jambo lililosababisha Irani kulipiza kisasi kwa kushambulia kituo cha Al Udeid nchini Qatar, ambacho hadi sasa uwezekano wa kutumika kwake kituo hiko katika shambulizi lijalo la Marekani hauko wazi. Hii huenda inaashiria kwamba kituo hiko katika ulipizaji wa kisasi wa Irani kimeathirika kwa namna yake, lakini taarifa hizo haziko wazi hadi wakati huu. Hivyo mpenzi mtazamaji, ugumu wa Marekani kuishambulia Irani uko namna hiyo, ikiwa Mwarabu Msaudia pamoja na Muimarat UAE imezuia anga lake kutoa ruhusa kutumika na Marekani kuishambulia Irani. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho wa uchambuzi huu mfupi iwapo Marekani ataamua kuishambulia Irani. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, pia kumswalia Mtume Muhammad, kufanya istighfar, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, wabillahi tawfiq wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud, fi amanillah wa ila liqa.